Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. Naam, Mwenyezi Mungu anatuambia katika suratul Ahzab aya ya 59, ewe nabii, waambie wake zako na mabinti zako na wake wa waumini wajiteremshie nguo zao. Hiyo itakuwa ni karibu zaidi kuwafanya wao wasiudhiwe. Leo hatuzungumzii kipande kinachofunika uso tu au kinachofunika kichwa tu. Tunazungumzia ngao inayolinda utu, heshima inayomhusu binti au mwanamke wa Kiislamu. Napozungumzia ngao na heshima ni kama simu ambayo unaweka protector kusudi kwamba isipate mikwaruzo inapoanguka. Ndiyo mwanamke, vazi lako la hijabu ni protector yako inayokulinda dhidi ya maudhi mbalimbali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Naam, Mwenyezi Mungu anatuambia katika suratul Ahzab aya ya 59, ewe nabii, waambie wake zako na mabinti zako na wake wa waumini wajiteremshie nguo zao. Hiyo itakuwa ni karibu zaidi kuwafanya wao wasiudhiwe. Leo hatuzungumzii kipande kinachofunika uso tu au kinachofunika kichwa tu. Tunazungumzia ngao inayolinda utu, heshima inayomhusu binti au mwanamke wa Kiislamu. Napozungumzia ngao